naitwa Samuel Job Chimanyi, ni mwelimishaji wa kazi za Mheshimiwa Rais kwa maana ya mafanikio ya serikali. Kama ambavyo tulikuwa tunaona serikali iliyopita tulikuwa tunaiita serikali ya awamu ya 6. Lakini kwa ujumla wake naposema kwamba ni mwelimishaji wa kazi za Mheshimiwa Rais, sio binafsi, sio yeye binafsi. Maana yake ofisi ya Rais ni taasisi. Na vile vile tukirejea katika katiba mama, sheria ya nchi inasema kwamba watumishi wote wa umma watafanya kazi na kutekeleza majukumu ya serikali kwa niaba ya Rais. Kwa hiyo mwingine anaweza akasema hasa kazi za Rais ni zipi hizo? Hiyo ndio tafsiri yake, kwamba shughuli zote zinazosimamiwa na kutekelezwa na watumishi wa serikali kwa niaba ya Rais tunasema kazi za Mheshimiwa Rais. Sasa jioni ya leo nimeona nizungumze na wananchi wenzangu, ndugu zangu, rafiki zangu wa taifa hili kutokana na jambo letu nyeti ambalo tuko nalo. Kuanzia mwaka jana tulikuwa tunalo la serikali za mitaa, na mwaka huu tunalo la serikali kuu, kwa maana ya uchaguzi. Uchaguzi wa nchi hii ni mfumo kama nchi nyingine ambavyo wanatafuta viongozi. Sasa moja kwa moja kwenye nchi yetu ya Tanzania tunafanya uchaguzi kulingana na sheria za nchi au katiba ya nchi. Ukisoma kwenye ibara ya 74 kifungu kidogo cha kwanza na ibara inayofuata pale hiyo ya 74 kifungu cha 7 na cha 11, lakini vinasomwa pamoja na kifungu cha 6 kifungu cha 6 kifungu kidogo cha kwanza cha sheria ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi namba 2 ya 2024 pamoja na kanuni zake. Lakini pia sheria ya uchaguzi namba 1 2024 pamoja na kanuni zake. Huo ndio mfumo wa kuwa na uchaguzi. Sasa nataka nizungumze mambo kadha wa kadha, lakini nataka baadaye nitoe hitimisho mimi kama mwelimishaji, na ambapo pia na nyinyi mnafahamu na nafasi nyingine pia ni mwanasheria wa machifu Tanzania. Lakini leo sizungumzii kwa engo hiyo. Leo nazungumza kama mwelimishaji, mtafsiri, mtu ambaye anatafsiri, tunaita ananyumbulisha vitu, ili tunapokwenda kwenye tarehe 29 mwananchi hata asiyesoma yuko kijijini aelewe kwamba anatakiwa kwenda kufanya nini. Na huu ndio utakuwa ujumbe wangu, kwamba kuelewesha umma wa Tanzania au wananchi au wapiga kura wenzangu kwamba tarehe 29 anaenda kufanyaje. Wote tunajua kwenda kupiga kura, lakini mfumo ukoje? Unaenda kuchaguaje? Kwa sababu pale ukienda unakuta tu picha za wagombea wengi. Na ukiangalia uzoefu unaonyesha, kwa mfano vijijini, haya maudhui mbalimbali yaliyokuwa yanazungumzwa, wengine hawajawaona hata hawa wagombea kwa sababu ya jiografia, kwamba mgombea urais, na hapa nazungumzia nafasi ya urais tu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwamba wagombea wamezunguka, wamejitahidi sana, akiwemo mgombea wa chama tawala na wagombea wa vyama vingine wamejitahidi sana, na tunawapongeza sana kwa kufanya hivyo. Lakini hatuwezi kusema kwamba kila mtu ana redio, kila mtu ana TV. Kijijini kabisa wengine hawana. Sasa lazima kwa njia yote ya redio tufikishe ujumbe, mtu anapoenda kupiga kura maana yake ni nini, akafanye nini, anapigaje, watu ni wengi, atakuwa na mtazamo upi. Kwa hiyo hapa nimekuja kutoa mtazamo, mwelekeo, namna ya kufanya maamuzi ya nafsi, kwa sababu pale kupiga kura ni siri na mtu anamchagua mtu anayetaka. Lakini kuna baadhi ya mambo ambayo natakiwa tu outline au tuweke wazi, kwamba mtu asiende pale akawa na duaa na picha, atoke ajue kwamba nikifika pale ili niweze kumchagua mtu lazima niwe na mawazo haya. Sasa ukiangalia wagombea wetu tunawapongeza sana. Mgombea wa chama tawala Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini na wagombea wa vyama vingine ambao muda hautoshi kutaja majina yote. Mimi kwa upande wangu kama mwelimishaji, mimi nawapongeza wote kwa sababu moja. Kwanza, kitendo cha kuchukua fomu na kwenda kutengeneza maudhui mbalimbali kwenye mikutano ya umma inaonyesha kwamba ni namna gani kwamba taifa letu tuna hazina za viongozi wengi, wakiwemo na hawa vyama vya upinzani. Sasa mimi
kwa kipande hichi anayenisikiliza anapaswa kuelewa kwamba kwa kipande hichi nawapongeza sana, kwa sababu hata akipita rais mmoja, mawazo ya wengine, maudhui ya wengine, sisi kama Watanzania tukitengeneza hata kitabu au Hansard itatumika hata kwa kizazi kijacho au hata kwa sasa, kwa sababu tunaamini kwamba atapita mmoja kulingana na wananchi watakavyoamua au tutakavyoamua kufanya kwenye karatasi kule kwenye boksi. Lakini mawazo waliokuwa wanatupa ukiangalia wote kwa pamoja, nimepitia mimi maudhui ya wagombea urais wote kwa uaminifu, kwa umakini wa hali ya juu, kwamba kila mmoja nimemsoma. Ukiangalia ukisema maji Tanzania wote wanahitaji maji, lakini kila mmoja ametaja maji, kataja imetajwa siji umeme, imetajwa barabara, imetajwa viwanda, imetajwa kilimo, imetajwa biashara, imetajwa elimu, imetajwa ajira, zimetajwa ardhi, zimetajwa kodi, zimetajwa haki za binadamu, zimetajwa amani na utulivu, imetajwa mambo ya kuondoa ujinga, umasikini, maradhi, sheria, katiba. Kwa hiyo vilikuwa vinatajwa vitu mbalimbali na wote. Na wakati wanataja walikuwa wanataja na kufafanua, ambapo mimi sitapata muda kufafanua. Lakini walikuwa wanasema uwajibikaji, walikuwa wanazungumza ushirikishwaji, walikuwa wanazungumza uchumi wa nchi yetu, walikuwa wanazungumza uchumi kwa vijana, walikuwa wanazungumza mazingira yetu, walikuwa wanazungumza falsafa mbalimbali, walikuwa wanazungumza utawala bora, misingi ya utawala bora, usindikaji, usalama, walikuwa mapinduzi ya fikra. Hao ni wagombea. Hayo yote yanaenda, maana yake na mimi na kama na wanasema hivi nahitimisha kwa maana ya kukumbusha kwa wale ambao hawakutunza kwamba hii clip mtu anapokuwa anasikiliza nyumbani anaweza kurejea. Lakini wengine wakasema fikra, wengine wakasema rushwa, wengine wakataja fursa kwa wanawake, wengine wakataja bima kwa walemavu, wengine wakataja fursa kwa walimu, wengine wakataja makundi maalum, wengine wakasema elimu na walimu, biashara, madini, kazi na uchumi, uzalendo, mengi kadha wa kadha. Sasa mimi ninataka kuzungumza kwamba hayo yote tunaita katika shamla. Na la mbele huko linawezekana labda mtu asilifurahia, kasa ndo nataka kwenda kusema. Nataka kusema nini? Huko nilikuwa naanzia kwa maana ya kutoa direction au mwelekeo au mtazamo. Ni kwamba nchi hii iliongozwa na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Sasa lazima tujue marais wetu walioiongoza nchi walikuwa wanafanyaje. Nitataja jambo moja tu kwa maana ya kwamba ieleweke kwamba nchi hii imejengwa katika misingi imara ya waasisi. Na ile misingi sasa tunatakiwa kuifuata. Haijalishi unatoka chama gani, hiyo misingi lazima uifuate. Ukiwa unagombea urais lazima tukuone. Yaani tukuone kabisa. Tukiwauliza wananchi au tukikutazama tukuone una hiyo misingi, ndio unaweza ukachaguliwa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Misingi. Na hiyo misingi yenyewe ambayo ilikuwa imeainishwa ni misingi ambayo mpaka sasa tunaiishi. Misingi iliyokuwa inahusu uzalendo, umoja, mshikamano, amani na utulivu, lakini vile vile usawa, haki. Hiyo ni misingi ya nchi. Sasa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kwa sababu alikuwa mzalendo, yeye tendo moja aliyotufanyia katika taifa hili ambalo linatakiwa walioko mjini na vijijini, kwamba alipigania nchi hii ilikuwa mikononi mwa wakoloni tukapata uhuru. Ikaisha hivyo. Ilivyoisha taifa lilikuwa katika mazingira magumu hivi. Mimi nakumbuka kipindi cha Mwalimu ule kule nyuma, hata hii nguo hizi, sijui tunanunua t-shirt, sijui mitumba, sijui vitu gani, vilikuwa hakuna. Walikuwa wanavaa kaniki au nguo fulani zinaitwa barongo. Watu ukuta mtu amevaa nguo, watoto wadogo umri wa miaka 3, 2, mingapi, 5 walikuwa wanacheza tu uchi. Kuna nguo. Yaani nchi ilikuwa katika kipindi cha primitive tunaita. Yaani sawa tuna wanyama, kwa sababu wanyama si hawavai nguo. Na watoto wadogo walikuwa kipindi hicho. Mtoto mdogo wewe una umuhimu gani? Unakuwa huna tu, mnacheza huko. Huo ndio ukweli wa nchi yetu. Kwamba kipindi Mwalimu amechukua nchi hali ilikuwa ngumu. Ila yeye aliweza tu hilo kubananisha wakoloni waondoke tupate uhuru. Lakini baada ya hapo wa pili akaja Ali Hassan Mwinyi.
Yeye alikuja kurekebisha masuala ya kiuchumi, akafungua mipaka yetu, akafungua. Maana yake akasema hapana, mbona kule nje kuna mitumba, kuna nini, zianze kuja watu wavae jamani, wajistiri. Ndio akaja kutuondolea aibu kwamba kuanzia hata mtoto mdogo anayezaliwa ana vinguo, mtumba, anavalishwa, anastiriwa. Lakini zamani mifumo ilikuwa wazi, akizaliwa mkubwa tu ndo anavaa nguo, lakini vidogo vidogo hivi vilikuwa vinakuwa vinatembea tu hivyo. Mfumo mzima unaonekana wa kuishi kwamba hichi ni kitu gani. Sasa alivyokuja Mwinyi akatengeneza mazingira rafiki, akasema hapana, tufanye diplomasia ya kuungana na wenzetu wa nje ili watupatie nini, misaada. Na kulikuwa kuna vikwazo fulani vya kiuchumi, lakini Mwinyi akasema mimi ruksa nchini kwangu. Mwinyi akatengeneza mazingira, tukawini hapo, tukaanza kuvaa nguo. Lakini baada ya hapo pia elimu haikuwa rafiki kwetu. Kwa hiyo ikabidi kuwepo mfumo fulani unaitwa mfumo wa elimu ya watu wazima, adult education. Kwa hiyo hata kama umeoa, una mke, una wake wawili, watatu, wangapi, unaenda kusoma kwenye miti. Unasomea kwenye miti. Kwa hiyo tunakwenda hivyo. Lakini baadaye Mkapa alivyokuja, hawa mahayati wetu wakasema hapana, tukuze tu elimu, iende tu mjini na vijijini. Ndio unaona kuna sekondari za kata zikaanzishwa. Akaja Mheshimiwa Rais Kikwete akasimamia hiyo mifumo, sekondari kila kata zipo. Akaja Mheshimiwa Magufuli akasimamia miundombinu. Ndio unaona sasa hivi tunaishi maisha ya luxury life. Mchana na usiku tunasafiri. Umeme upo, maji yapo, kila kitu kipo. Kwa hiyo nilikuwa nataka kusema hivyo ili niseme baadaye wakati nahitimisha, anayenisikiliza, ndugu zangu wa huko mjini na vijijini na hapa tulipo, kwamba anayenisikiliza aweze kuelewa. Nimeanza na kusema wagombea wote wamenadi vizuri sera zao, lakini lazima achaguliwe mmoja. Sasa atachaguliwaje? Lazima kuna vitu vinaitwa criteria. Yaani vitu fulani vya kujifunza kutoka nyuma, background ya nchi yetu. Sio tu unachagua kwamba kuna kitu kinahitaga uwezo, ability. Na sisi great thinkers, nikiwemo na mimi ambaye na mnafahamu nyewe waandishi wa habari, niko kwenye taasisi pia moja inaitwa Taasisi ya Wafikiriaji Duniani, ambayo niliwahi kupongeza Guzi kwamba kwa kufanya vizuri zoezi la kusimamia. Kwa hiyo baada ya kufanya hivyo, tunakuja sasa rais huyu ambaye alikuwa anapeperusha na wenzake, pia naye tumguse kwa sababu yuko kwenye mfumo wa wale wenzake, wale ambao wametangulia na wengine wastaafu bado wapo. Kule Zanzibar yupo Shen na hapa yuko JK kwenye Jamhuri ya Muungano. Kwamba tunataka tujifunze machache. Yale ya wengine tumeshajifunza, na sasa nataka niende mambo ya kipekee aliyoyafanya huyu rais alikuwepo madarakani, ili tuunganishe historia, ili wakati tunafanya utaratibu wa kumchagua tujue, je, amekuwa kama wale, ameunga mkono jitihada za wenzake au amefanya zaidi. Sasa tunakuja, marais waliopita walikuwa wanadumisha mshikamano, walikuwa wanadumisha amani na utulivu, walikuwa wanadumisha muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Marais wote waliopita walikuwa wanadumisha. Sasa je, yeye amedumisha? Jibu ni ndio, ameudumisha. Lakini tunakuja jambo jingine, alipoingia kwenye kipindi chake, tunaona kwamba alikuta kuna wimbi la kesi za kisiasa mahakamani. Tunaona kwa sababu sasa ya uzalendo na utu wema ambao uliasisiwa pia kule kwa wale watangulizi, kwamba walisema kwamba binadamu wote ni sawa, binadamu wote ni haki sawa. Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan yeye kwenye utawala wake alizifuta kesi zote zenye asili ya siasa. Baada ya kuzifuta, bado kuna watu wengine katika mazingira hayo hayo walikuwa wamesha escape, wazungu wanasema. Walishakimbia, shatoroka nchi. Huo ndio ukweli. Na kila mmoja anafahamu. Walishakimbia kwa sababu ya mifumo fulani ya kutosomana na wenzao fulani. Lakini yeye alipoingia alisema hapana, hii ni nchi yenu. Rudini tufanye kazi. Sasa hapo uanze kujifunza kwamba ni rais wa aina gani. Kwamba watu wamekimbia kwa sababu ya mambo fulani ambayo hatuwezi kuyataja hapa. Lakini yeye anasema hapana, hii ni nchi yenu, mrudi. Kwa hiyo ni character, ni sifa ya kiongozi ambaye ana upendo wa kupenda wenzake, ana upendo wa kuwajali na wenzake, ana upendo wa kuheshimu utu wa mtu. Kwa hiyo bado sio hapo tu, lakini tunaona mengine aliyoyafanya yeye kama yeye, na hili amefanya yeye kama kiongozi.
Sio kwamba alishawishiwa na watu, yeye kama kiongozi. Lakini jingine alilolifanya jingine, baada ya kuingia kupokea, alipokea nchi katika kipindi kigumu. Mnakumbuka COVID-19, kipindi cha corona. Sasa alipoingia pale lazima ufanye kazi. Kazi aliyoifanya ni kuhakikisha kwamba anatumia akili yake, diplomasia yake kuhakikisha kwamba jambo hili linaenda sawa. Kuna wengine tunakaa wako tofauti na yeye kwamba sasa corona maana ibidi atengeneze mfumo wa kusema kwamba msaada bado unahitajika. Lakini ule msaada ulivyoingia Tanzania wa fedha kutoka IMF, kutoka nje na sehemu zingine ambazo zilifadhili, tunaona ilipofika fedha Tanzania, yeye alijikita kusema tutumie mifumo yetu ya kuishi tuwe salama, lakini hizi fedha sisi tunaelekeza kwenye ukarabati. Akakarabati madarasa, akatengeneza madawati, na madarasa hayo ni mengi. Ukiangalia waandishi wa habari nchi nzima, hata wale waliokuwa wanamsema watoto wao wanakalia. Kwa hiyo sio kwamba labda kuna namna yote ya kumtafutia engo, ila tunaongelea ukweli waliouishi. Kwa hiyo kiongozi kwa hapo tu tunaona kwamba alijaribu kuiga nyendo za wenzake, lakini bado tunasema kwamba naye alibuni ya kwake. Alianzisha kitu kinaitwa Royal Tour. Royal Tour wakati inaanzishwa, ile filamu ilikuwa inaonekana kama ni luxurious ambazo hazina faida, lakini sisi ni mashahidi kwamba baada ya kufanya hivyo kuna fedha ziliingia. Leo hatuna muda kutaja takwimu ya fedha zilizoingia nyingi Tanzania, billions kwa ajili ya Royal Tour. Kwa hiyo tunajaribu kugusa kwamba tuone mfumo wa wale wengine wa vyama pinzani upo, nao wameunga mkono mambo haya ya maendeleo ya wananchi, lakini bado na yeye anaiga nyendo za wenzake. Amefanya Royal Tour, lakini bado kwa kufanya hizo Royal Tour, lakini bado ametangaza nchi hii ndani na nje ya nchi, Afrika na kimataifa au kidunia. Kwa mfano, amekuja na sera nyingine za nishati safi, ambazo hizo sera za nishati safi zimetekelezwa na zimeungwa mkono na mataifa yote. Unajua ukiwa kiongozi, sio kiongozi wa vitabu au sheria zilizoko ofisini. Lazima uende na mawazo yako, lazima uende na akili yako. Sasa ukitegemea mifumo iliyopo, mifumo huwa haisemi. Mifumo imenaratibiwa inakaa hivyo hivyo, lakini lazima kiongozi uwe mbunifu. Kwa hiyo tunaona kiongozi Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuenzi wenzake, na hata fuatilia hotuba zake, anasisitiza tuishi kwa amani, tuishi kwa upendo, tuishi kwa utulivu, tuishi kwa kutanguliza maslahi ya taifa mbele. Sasa challenge inakuja hivi, waandishi wa habari, kwamba tunao wagombea takribani 16 wa urais. Sasa mwananchi akienda pale anakuta picha, akachague nani? Hiyo ni question mark. Kule kwenye sera na wanakoeleza wanasema unamchagua mtu yeyote unayemtaka. Sasa utachagua na wengine bibi, hajui, yani hana ramani ya kusema kwamba labda huyu sera zake si kitu gani hajui. Lakini mimi nasema hivi, na hapo sasa wale wanaotafsiri tofauti kazi kwao. Lakini mimi nataka kunyoosha mstari hivi. Ni vizuri tukaangalia ndani ya vyama pinzani na chama tawala, tukaangalia mambo muhimu. Yote haya yaliyozungumzwa haya. Sasa hapo ndio hiyo tunaitaga misumari ya bati. Kwamba haya yaliyozungumzwa haya, ya kwamba wataboresha maji, watafanyaje, maana yake wanazungumzia tunaita projections, kwamba endapo watashinda watafanya, ila hawajawahi. Wote pale hakuna mtu ambaye aliwahi kuwa rais. Hakuna. Kwa hiyo katika taifa kubwa kama hili lazima tuende kwa umakini wa hali ya juu kwenye kuchagua. Je, unachagua mtu ambaye ndo akaanza kujifunza taifa hili rais ni wangapi? Sasa hivi rais ni wa 6. Sasa tunachagua mtu ambaye hajawahi kuingia madarakani, ndo akaanza, ingawa ni ruhusa ya kisheria tena ni ruhusa iliyo sawa kumchagua hata kama ambaye hajawahi kuingia. Lakini kwa sababu taifa limekwenda kasi sana, limekwenda mbele sana, lina wasomi wengi, watu wenye uelewa, matajiri na watu wengine wenye IQ tofauti, ni lazima tumchague mtu mwenye kitu kinaitwa uzoefu wa kuongoza. Sasa hapo wewe utaangalia mzoefu atakuwa yupi kati ya hao wagombea, kwa sababu akiwa mzoefu anachokifanya ni kurekebisha yale ya nyuma. Uchagua mtu ambaye sasa yeye si mzoefu ndo anaingia katika taifa ambalo tayari na changamoto, na nyinyi mmeona changamoto zimekuwa nyingi. Mara kuna watu wengine huko wanaita pathfinders, tunaoita Kiingereza wa sakatonge, kwamba wanatengeneza mifumo ya fake na kila kitu ili waandamane, wafanye fujo. Ingawa tumeshasema sana, nadhani haitakuwepo hiyo. Lakini mimi nashauri
Huu ni ushauri wa kwangu binafsi. Huu ni wangu. Sio wa vyombo vya habari, sio wa sheria, sio wa nini. Ni wa kwangu binafsi kulingana na ninavyoona. Mimi na washauri wapiga kura wenzangu tufanye hivi. Kwa awamu hii ushauri wangu tumchague Daktari Samia Suluhu Hassan. Sababu ni hii. Kwanza amepokea taifa katika kipindi kigumu, lakini ameweza kuliongoza mpaka hapa tulipofikia. Lakini kwa sababu aliingia katika kipindi kigumu, wengi tuliamini kwamba itashindikana kuongoza vizuri kwa sababu ya ugeni. Lakini amefanya vizuri, yako mambo mengi sana ambayo yamefanyika, siwezi kuyaeleza yote. Kwa hiyo tukimchagua yeye, tunalo tumaini moja kwamba kwa sababu ameingia, amefanya kwa kipindi hicho cha miaka hii 4, huko mbele anakoenda hawezi kukwama, kwa sababu tayari kama changamoto ameshaziona, kama malalamiko ya wananchi kesha yaona, kama kero za wananchi kesha ziona, na mahali ambapo anatakiwa kuziba keshaona. Kwa hiyo hata yeye ninaamini kabisa kama endapo Watanzania tutamchagua, ninaamini hawezi tena kutoka na mapungufu yoyote yale katika kipindi kinachoendelea. Najua ataenda atayakava. Lakini tukiwachagua wapya, challenge nyingine, maana yake nao wataanza upya. Kwa hiyo maana yake kama taifa ni kama tunarudi nyuma. Hayo ni mawazo binafsi. Kwa hiyo mimi nashauri wapiga kura tukapige kule. Lakini haizuilii kwenda kupiga kwingine. Ila mimi nasema kwa ajili ya kujenga tungempitisha yule, ila 2030 sijui uchaguzi mwingine hawa nao watakuwa wameshakuwa wazoefu. Hawa waliochukua fomu wa vyama vingine sio wabaya, yani watu wote wako kwenye mfumo wa kutaka kuongoza na hoja wanazo, lakini kwa sababu ya maslahi ya kwamba sasa hawa ndo wameanza. Sasa kama ndo wameanza, sisi tunapokea kama wananchi kwamba wameonyesha uzalendo hali ya juu kuthubutu kugombea urais. Lakini ushauri wangu kwamba tumalizane kwanza hili jambo hili, tumalizane naye Oktoba hiyo 29, tutiki yeye apite. Hawa watakuwa wameshajifunza kitu pia hata kwa kushiriki kampeni, lakini 2030 kule tayari sasa wanaume wote waanze kunoa tu visu kuko, wakakutane, wakamenyane huko mbele ya safari. Lakini hapa tungemwachia naye kipaji chake kiendelee kung'aa katika nchi yetu. Ingawa kumekuwa na kelele nyingi kwamba sitaki kuongozwa, wengine sitaki kuongozwa na mwanamke, sitaki kuongozwa na nani. Hayo ni maneno tu. Kiongozi ni kiongozi. Kwani kwenye familia mbona viongozi wako wawili? Kuna baba na mama. Onda mkataa mama asikuelekeze kwa sababu wewe ni mtoto wa kiume, utakuwa na akili zipi? Kwamba eti wewe ni mama kwa sababu wa kike huwezi kunielekeza mimi ni mwanaume. Chukulia tu huo mfano hapo utapata picha kwamba hata yeye anafaa kutuongoza. Sababu ukisema kama ni wa kike, je, nyumbani kuna baba na mama. Sasa utakuwa unapokea ushauri wa baba tu, wa mama unamkataa kwa sababu wewe umezaliwa wa kiume. Unabidi utake notes. Kwa hiyo mimi niseme kwamba langu ni hilo. Na wengine watasema labda yule atakuwa ameagizwa au ametumwa au anafanyaje. No, sisi ni great thinkers. Kwanza mimi ni mwanasheria wa machifu Tanzania. Hata kama leo siongelee mambo ya kwenye uchifu. Lakini vile vile mimi ni muelimishaji. Nimeanza kuelimisha tangu tarehe 27 Juni 27, 2023. Mara tu nilipokuwa nimemtaarifu Mheshimiwa Rais kupitia katibu wake mkuu kiongozi ofisi ya Rais Ikulu, Dr. Moses Kusiluka. Kwa hiyo sio kwamba nabahatisha, mifumo naielewa. Kwa hiyo Watanzania wenzangu, vigezo hivyo nilivyosema. Je, unachagua ambao bado hawajawahi kuingia ili wakaanze upya kuongoza, au unachagua ambaye alishaingia hata kama kuna mapungufu anajua kwamba ni wapi kuliko pungua? Baada ya kusema hayo, niwashukuruni sana. Ujumbe huu wafikia wananchi wenzangu au wapiga kura wenzangu, tukashiriki kupiga kura na amani na utulivu. Ninaamini kabisa itatawala kwa sababu tulishatoa rai nyingi sana. Kama kuna watu wenye akili wameshaelewa, wale walikuwa wameandaa mifumo yao. Mazoezi ya kuhamasisha amani yamefanyika nchini kote na mimi nikiwemo. Lakini mwisho kabisa ni naishukuru Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi na kuipongeza vile vile kwa sababu Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi kwa mujibu wa takwimu na dondoo mbalimbali zilizokuwa nikizipitia kwenye sheria, tunasema nchi ikiwa na uchaguzi, watu watakaosababisha majanga ni Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi.
ni tume ya uchaguzi au tume huru ya taifa ya uchaguzi, kama hawatasimamia sheria, taratibu, kanuni. Lakini tume yetu huru ya taifa ya hapa Tanzania ni mfano wa kuigwa ndani na nje ya mataifa, kwa sababu ukiangalia walivyoratibu uchukuaji wa fomu kimya, wanasema hakuna shamla, kurudisha hakuna shamla. Hata kampeni zimeenda kistaarabu, na tumeona mpaka hata ile haki ya kugawa magari wote na ulinzi mpaka tumehitimisha. Kwanza wale wote unaosikia wanaandamana wanasema tunaandamana, maandamano yatakuwa ya amani, sisi tunarudi nyuma kwenye misingi ya kuishi. Kwa sababu kama sehemu ni sehemu yako, unaandamana kwa ajili ya nini? Kwa sababu nchi yetu hii ukiangalia sheria ziko wazi, taratibu ziko wazi, vyama vya siasa hivi vimekuja, na nchi hii haina bias. Ukiangalia nchi ya Tanzania chama kilikuwa kimoja tu, hivi vingine vilikaribishwa kwamba karibuni tushare. Sasa wewe aliyekukaribisha mwenyeji tena unaenda kumfanyia maandamano, hata katika ubinadamu. Yaani unaandamana kwamba kumpinga aondoke au unaandamana kufanya nini? Kwa sababu ilikuwa ni mambo ya, ndio maana rais huyu aliyekuwepo madarakani Daktari Samia alitengeneza kitu kinaitwa maridhiano. Aliunda kabisa inaitwa Jumuiya ya Maridhiano Tanzania. Ina maana wanaoandamana hao kwenye maridhiano pia huko tunajiuliza si walikuwepo? Hasa kama kwenye kupatana, yani kuandamana, unajua factors za kuandamana kwamba kuna kitu huridhiki. Kwa hiyo unashinikiza hata kama sio kwa kuleta vurugu au vita au kwa kuleta uvunjifu wa amani, manake unashinikiza kitu kifanyike. Ndio tafsiri ya kuandamana. Sasa ukiangalia hapa kuna kitu kinaitwa Jumuiya ya Maridhiano Tanzania. Na hao uzuri pia ukaelewa kwamba sio hatuwafahamu, tunawafahamu vizuri. Wale wanaoandamana hao ni wale walioshindikana hapa nchini kurekebishwa. Njoni kwenye maridhiano tujadili, tuliweke swala vizuri, tuwe na umoja. Tayari kule wanakiuka, hawaendi. Wanapita hiyo njia ya kusema kwamba tunataka maandamano yatakuwa ya amani, yatakuwa ni, lakini sisi ni great thinkers. Tuna kitu kinaitwa sensa au tuna utafiti wa kienyeji. Kuna utafiti wa kitaalamu na kienyeji. Wale tunaangalia spirit inayowaongoza. Ngoja nikupe mifano. Mtu unawezaje hata jana nimeona kwenye mtandao, mtu unawezaje kusema mimi niko tayari hata kufa? Is that concept? Kwamba yani wewe uko tayari kufa. Sasa kama uko tayari kufa na sisi tunaogopa kufa lazima tunakukataa kwenye hayo maandamano. Hapo bado unaongea tu. Hujatuambia. Bado unaongea unasema kwamba mimi niko tayari hata kufa. Hapo kwenye maandamano bado hujaenda. Bado mimi kama na akili great thinker sija kugundua wewe kwamba sasa je hapa saizi bado anatema cheche tu kwamba yeye yuko tayari kufa. Je akianza kuandamana inakaaje? Kwa hiyo great thinkers lazima uwe una oversee. Unaangalia mbele, matamshi yanaashiria nini? Na kile kinachofanya waandamane ni zile nafsi zao zilishachoka, zilishavurugika. Yaani pale ina maana kuna watu wametumiwa mzimu, ule tunaitwa mzimu uliotoka nje ya nchi. Maana kwenye nchi yetu unaangalia vizuri miapeleka yalivyo, ule ni mzimu, na ninawafikishia taarifa kweli watakwenda na maji. Kwa sababu hata Mungu hatakubali. Mungu mwenyewe amesema kwenye vitabu vyake kwamba itiini mamlaka inayowaongoza, kwa kuwa hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu, na hata hiyo iliyopo imewekwa na Mungu. Sasa itakuwaje wewe serikali uliikuta, umezaliwa umeikuta, umeingia la kwanza, la pili, la tatu, la nne, chuo kikuu vyote vimetengenezwa na hiyo serikali. Wewe unasema bwana si kwenye maridhiano hatuji, ila kwenye kuandamana tupo, ila kabla ya kuandamana hata kufa tuko tayari. No. Hatuko tayari kuwaona watu wa hivyo. Na mimi nawashauri, labda ndugu zangu, wengine baba zangu, wadogo zangu, babu zangu, wako wachungaji, maaskofu, mashehe, waombe sana. Hiyo roho sio nzuri. Yaani sana mtoto umezaa wewe alafu anaanza kuja kuleta sheria zake kwako. Ndio hao. Taandamana kivipi? Mbona hatukuona Mwalimu Julius Nyerere yeye aliandamana kwa kupata uhuru? Yes, alitumia diplomasia tu na uhuru watu wakaachia nchi, na sasa hivi tupo. Tunaendelea kuburudika kwenye nchi yetu. Kwa hiyo those people they are not good. Sababu dira ya taifa ni mwelekeo. Maana yake tumeweka vipaumbele vyetu vya kuvifanya. Sasa ikiwa hivyo sizungumzii kwa maana kwamba yale yanayokuja. Nazungumzia kwa maana ya kumzoefu, nazungumzia kwa maana alikopita huyu daktari. Sio kwamba huku labda vyote vimekamilika. Sasa yeye anavifahamu. Yaani anajua wizara fulani kuna hivi.
wizara fulani kuna weakness hii, hapa kuna weakness hii. Yaani akiingia ofisini mafaili yanayajua. Sasa mgeni mpaka uanze kuuliza paka PS utamuuliza kwamba hili swala mlilipelekaje. Mimi mwenyewe nimeshawahi kufanya kazi sehemu fulani kwamba ukienda mgeni ukabidhiwa ofisi kila kitu unamuuliza aliyekuachia ofisi. Bwana, kuna jalada moja hapa nimeletewa. Hivi lilikuwa na issue gani? Lakini aliyekuwa hapo na majalada yeye hata ukimpigia simu yuko kwake yeye anajua tu. Kwa hiyo kwa maana ya uzoefu sio kwa maana ya dira ijayo kwamba wakiingia watashindwa. Wakiingia wataweza tu kutekeleza. Lakini hicho ukiongelea ni kwamba wanasema kwamba ili uweze kutatua matatizo yako ni vizuri ukarejea nyuma ulikotoka, uko wapi unaenda wapi. Kwa hiyo nilikuwa namaanisha yeye ni mzoefu, yani anajua. Kimwambia wizara ya ardhi kasovu nao, yaliyogoma kayaelewa. Na wanacholalamika wananchi, yeye anaelewa sasa hivi. Yale aliyofanya vizuri, Mungu ambariki. Lakini mengine bado. Hasa kwa sababu bado na fukuto la uchaguzi, yeye mwenyewe kaona mchakato uliopo, sio mwepesi. Kwa hiyo akiapishwa tu, yeye mwenyewe Samia daktari, najua hapo mchaka utakuwepo. Lakini pia hata yeye kaona baadhi ya watu wamemwangusha. Huo ndo ukweli. Kuna watu waliwaamini lakini baadaye wakaenda wakafanya tofauti na yeye mwenyewe alikuwa anawatoa tu. Pia alikuwa anachukua hatua. Sasa kwa kipindi hichi naamini ataweka sawa baraza la mawaziri na wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, wakurugenzi, yani tutakuwa na Tanzania mpya ya awamu nyingine ya Daktari Samia Suluhu.